Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, katika muda huu wa sasa, hebu moja kwa moja ndani ya hii siku ya leo twende tukajifunze faida za tangawizi kisayansi kwa afya iliyokuwa bora kabisa. Lakini faida hii inaweza kukufurahisha sana na inaweza kukufanya ukajisikia amani sana endapo utaifanyia kazi na ukaipokea na ukaweza kuifanyia kazi vilivyo. Basi naamini itakufurahisha na itakupa furaha na itakupa ladha hii faida ya tangawizi. Watu wengi wamekuwa wakiitumia tangawizi kama moja ya viungo vya chai na mambo kadha wa kadha. Lakini wengi wanashindwa kuielewa tangawizi kama ni kitu kimoja chenye umuhimu mkubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Sasa leo nimeamua nikuletee faida hii ya tangawizi kwa mujibu wa science dhidi ya kuwa na afya bora kuhusu tangawizi ama kiungo cha tangawizi. Sasa moja kwa moja twende tukaseme jambo. Wakati tunaendelea kuleta faida ya tangawizi moja kwa moja, wewe ambaye bado haujajiunga na grupu letu, tunaendea mwisho. Kuna idadi ikifika hakuna watu tena watakaoweza kujiunga katika grupu letu, grupu la kufundisha faida mbalimbali kama hizi na mambo mengine mengi bila masharti ya kwamba eti kuna ada wala chochote. Lakini mwisho wa siku unaweza ukaja WhatsApp kwa kutumia namba hii na utasema niungeni na mimi katika grupu lenu ili nipate kujifunza haya ambayo mnayoyafundisha. Sasa moja kwa moja twende katika faida ya tangawizi kama jinsi ambavyo tumesema. Leo tunakwenda kufundisha tangawizi kwa mujibu wa science katika afya iliyokuwa bora. Tunaanza na swali, ma huwa zanjabil? Ni nini hii tangawizi, ni kitu gani? Majibu ni haya. Azanjabilu nabatun tabi'i yusta'malu fil ghidha'i والطب ويحتوي على مركبات نشيطة تساعد الجسم. Majibu ni kwamba tunasema kwamba tangawizi ni mmea wa asili unaotumika kama chakula na tiba. Una kemikali hai zinazosaidia katika mwili. Hiyo ndiyo tangawizi ama hiyo ndiyo zanjabil kwa mujibu wa Kiarabu. Lakini hapa hebu twende tukatazame kitu kinachoitwa fawaidu zanjabil lilhadhami au lilhadhmi. Faida za hii tangawizi katika mmeng'enyo wa chakula. Ikiwa mmeng'enyo wako wa chakula unakwenda ndivyo sivyo, una shida katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, basi tangawizi hii tunasema yusaidu zanjabilu ala tahsinil hadhmi. Tangawizi husaidia kuboresha mmeng'enyo. Lakini kadhalika kwa hii tangawizi ni taklilil ghathayani. Pia vile inapunguza kichefuchefu. Kwa yule mtu ambaye anapatwa na hali ya kichefuchefu cha mara kwa mara, basi tangawizi inapunguza hali hiyo. Lakini vile takhfifi intifakhil batni, hupunguza kujaa gesi tumboni. Hii ni tangawizi kwa wale watu ambao mara kwa mara matumbo yao hujaa gesi, kubeua mara kwa mara, basi tangawizi
inapunguza kujaa gesi tumboni. Kitu kingine tunasema khawasuhu almudadatu lililtihabi, sifa za kupunguza uvimbe. Katika hii tangawizi nayo ni moja wapo ina sifa ya kupunguza uvimbe. Hali ilivyo ni kwamba yahtawi zanjabil ala mawadda tusaidu fi taqlili liltihabi fil jismi. Tangawizi ina kemikali zinazosaidia kupunguza uvimbe mwilini. Hiyo ni moja ya faida nzuri kabisa ya hichi kiungo cha tangawizi ama ya hili zao la tangawizi. Jambo lingine muhimu ni kwamba fawaidu lilmanaa, faida ya kinga ya mwili kupitia tangawizi. Kinachofanya tangawizi inachokifanya katika kuweka kinga ya mwili ni kwamba yusahimu zanjabilu fi da'ami jihazil manaa inda istimalihi bintidami. Tangawizi huchangia kuimarisha kinga ya mwili ikitumiwa kwa kasi na kwa mpangilio ulikuwa kwa kiasi na kwa mpangilio uliokuwa mzuri. Yani tumie tangawizi kwa kiasi kizuri na kwa mpango uliokuwa mzuri, basi tangawizi hii kwa matumizi haya itakwenda kukutengenezea kinga katika mwili wako. Lakini pia tangawizi katika mtazamo wa kiroho, al-atharu nafsiyu waruhiyu, athari za kisaikolojia na kiroho. Hapa tunasema yusaidu shurbu zanjabil ad-dafi'i ala ad-dafi'i au ad-dafi'i ala shuudi. Haya, lakini yote hayo birahati wal itminani, kwamba yusaidu shurbu zanjabil ad-dafi'i ala shuuri birahati wal itminani. Kunywa tangawizi yenye asili ya joto, yenye moto husaidia mtu kujisikia utulivu na faraja katika nafsi yake. Ikiwa utakunywa tangawizi yenye asili ya joto au iliyopashwa, hapa ni kwamba ni wazi ya kwamba msaada wa ustawi wa mwili na nafsi sio sio sijui paka uende wapi, hapana, bali ni kitu muhimu sana pia kuitumia tangawizi. Unaweza ukaifanya tu kama chai yako nyumbani kila siku, au ukaifanya ni kama kinywaji chako cha mara kwa mara, na ukastaajabu kuna vitu inakwenda kukusaidia vikubwa mno, na vitu hivi vitakufanya ujisikie amani sana na kukufanya ujisikie furaha sana, kwa sababu ina asili ya kuleta joto katika mwili na kukusaidia kukupa mwili wako upate kuwa safi na salama. Hiyo ni tangawizi. Hivyo ndugu zangu, kwa wale ambao wanapenda kutengeneza viungo vya chai, basi fanya juhudi uweze kuitengeneza, usisahau kuweka tangawizi. Lakini pia nataka niwaambieni ya kwamba kama utazoea kunywa kinywaji cha tangawizi mara kwa mara, basi ama kwa hakika mwili wako utakuwa standard mzuri sana katika upande wa kinga. Lakini vile vile tangawizi inasaidia kutengeneza hisia nyingi. Tangawizi inasaidia kutengeneza hisia nyingi kabisa za masuala ya jimai, yani tendo la ndoa. Kama mwanamume au mwanamke anapendelea sana kutumia kinywaji cha tangawizi,
basi walillahi alhamdu, tangawizi inaimarisha sana katika upande wa nguvu za kiume. Tangawizi inaimarisha sana katika upande wa nguvu za kike. Ndugu zangu, tangawizi ni kitu muhimu sana. Naomba insha Allah tujitahidi sana kuifanya tangawizi kuwa ni moja ya kinywaji chetu kikubwa katika majumba yetu. Ninaamini ukianza sasa kuitumia tangawizi itakupa faida kubwa sana, na itakufanya ujisikie amani na furaha na faraja isiyokuwa ya kawaida. Jitahidi sana kuitumia tangawizi. Ninaamini utastafidi, utafurahi, utastarehe, na bila kusahau utapata raha katika nafsi yako. Mwisho kabisa tunasema kwamba usiache kusubscribe katika channel yetu, na vile vile usiache kutuwekea namba zako kwenye WhatsApp yetu. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp kwamba ni ungeni katika grupu linalofundisha ilmu mbalimbali kama hizi za kiafya pamoja na ilmu za dua na masuala mengine. Tutakuunganisha na insha Allah utapata faida nyingi sana katika grupu letu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.